keseke la mambo yakawa mengi kweli kweli. Nimeona pia Mexico ikitangaza kwamba imeanza msako wa kuwasaka wafungwa 23 waliotoroka gerezani wakati wa vurugu hizo. Lakini nikaiona ripoti ya jana, unajua baada ya pale Mexico wanajiandaa kwa ajili ya kombe la dunia Ndio kabisa. Kwa hiyo hofu ilikuwa pia imeanza kutanda kwa wadau mbalimbali wa michezo kwamba sasa baada ya hizi vurugu zinazoanza Mexico tayari kuna wafungwa wamekimbia wako mtaani, kuna watu wapo mtaani, kiongozi wa genge la madawa za kulevya kauawa, maana yake hakuwa peke yake, maana yake ni vurugu. Hali itakuwa nimeona jana wametoa ripoti kwamba hali ni shwari na kombe la dunia liko pale pale. Kabisa, na hiyo ndio imekuwa story kubwa sana kwa wiki hii. Na watu wengi sana umejibu kuzungumza. Lakini huyo kiongozi wa makundi ya magenge ya madawa ya kulevya almaarufu kama El Mencho. Alifariki, aliuawa kutazama na vikosi vya usalama vya nchi ya Mexico, ambayo inatajwa kwamba alikuwa na mwanamke. Na inashangaza, unajua viongozi wengi wa makundi wamekuwa kama wakitegewa wanawake na kuweza kuingia kuweza kuingia katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sasa kiongozi wa Jalisco New Generation Cartel ameuawa, na sasa baada ya kuuawa hoja kubwa ni kwamba kundi lake limekuwa likifanya mashambulizi au kuweza kuanzisha vurugu katika nchi ya Mexico dhidi ya vikosi vya ulinzi na usalama. Baada ya kuuawa wakaelekea kule baadhi ya jela kwenda kujaribu kuwafungua, kuwatosha wafungwa kwa lengo la kuifanya nchi isiweze kutulia, ufanyike upolaji, uvunjiku wa amani. Lakini zaidi sana wale wafungwa ambao kisheria watakiwa waendelee kutumikia adhabu zao waweze kutoka nchi. Hao ambao wamewataja wamefanikiwa kuwatoroka kwa sababu lakini hoja msingi ni kwamba katika haya makundi za hizi nchi za Amerika Kusini ambao nyingi ukitazama wanajulikana kwa wale mapinduzi ya Pinochet, yani mapinduzi ambayo yalifanywa na viongozi wa kijeshi alafu yakatengeneza magenge ya kihalifu. Yani kwa mfano ili kundi la Jalisco New Generation Cartel lina nguvu sawa ukitazama na mizania ya vikosi vya ulinzi na usalama katika nchi ya Mexico. Sasa ukitazama kumekuwa kuna mapambano kati ya serikali dhidi ya vikundi, lakini zinasema taarifa kwamba hawa watu hawawezi kutulia kwa sababu baada ya kiongozi kufariki huwa wanachagua kiongozi mpya kwa lengo la kuongoza nini? Kuongoza harakati. Na ndio maana baada huyu El Mencho kuuawa, wasale makundi ambayo yamekuwa yakiwa yanamuunga mkono yamekuwa yakifanya vurugu ndani ya Mexico. Sasa unafahamu kombe la dunia, moja ya principle ya kuweza kuhost kuna kombe la dunia ni swala zima la ulinzi, usalama na political stability katika nchi husika. Je, kuna utulivu wa kisiasa? Kuna amani? Lakini sasa ukitazama, kwa sababu ni swala ambalo kule la kimataifa, unafahamu leo hii kuna dhana hiyo ya diplomasia ya michezo ni kwamba watu watatoka kwenye mataifa mbalimbali, watenda Canada, watenda Marekani, watenda na Mexico. Lakini je, ipi nafasi ya swala la ulinzi na amani ambayo ile kundi, kumbuka, aliacha silaha chini. Kumbuka kuna watu mamilioni wataenda Mexico kuangalia hiyo, kushuhudia michezo. Na katika baadhi ya miji ambayo vurugu zinatokea ndo baadhi ya lakini miezi mitatu kuelekea kombe la dunia. Je, what is the future plan ambayo ili kunaweza kachukua ambapo mamilioni ya watu watakuwa sehemu ya kombe la dunia? Kwa sababu ndio maana hata jana ukitazama mkuu wa ulinzi waziri wa ulinzi wa Mexico alikuwa anazungumza kwamba kama kutuliza hali ya nchi ya Mexico. Lakini ukitazama kama vile ambavyo alichukua anatuambia Trump, jamani, ama hizi nchi za Venezuela, Mexico, hizi Colombia zina madawa. Kwa hiyo tunapoenda kuzingilia sometime nikajika katika kulinda nini usalama wake. Na huyu jamaa El Mencho alikuwa ni afisa wa polisi tangu miaka 16. Akaenda jela ukitazama. Kwa ni mtu ambaye anatajwa kama ni mafia. Anaitwa Pink King, yani wale mataikuni wa madawa. Mtu anaongoza genge la madawa afu na vikosi zaidi ya 500 na silaha. Kwa hivyo vinakuwa vina uwezo wa kupambana na serikali. Hatari kwa kweli. Taarifa ya shirikisho la soka duniani FIFA kupitia kwa Gianni Infantino imesema hawana mashaka na swala la Mexico kuwa mwandaji mwenza wa mashindano ya kombe la dunia. Wanasema wamehakikishiwa ulinzi na usalama. Kumbuka ni Juni tu hapo kinaanza kueleweka. Kwa hiyo bado tuendelee kufuatilia, na
msako umeanza kusaka wale wafungwa ambao wenyewe wametoroka kwenye eneo hilo. Bwana, tuhitimishe hii inatuhusu sisi wanahabari. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari CPJ imetoa ripoti mpya inayoonyesha kuwa wanahabari 125 waliuawa kote duniani mwaka jana. Wenzetu 125. Wengi hao wapo Palestina ukisoma ripoti. Sasa CPJ imesema idadi hiyo imeweka historia kwa mwaka wa pili mfululizo, huku ikilaumu Israeli kuwa imehusika na theluthi 2 za miaka miwili ule mchaka wa IDF na vikosi vya Hamas. Kama unakumbuka, imekuwa ni vita kali sana ambayo iliwachukua watu zaidi ya watu zaidi ya 70,000 walifariki kule operation ya Gaza. Sasa wanataja vile vile wanahabari, lakini fikiria walikuwa wanafanya kazi katika mazingira ya vita. Yaani mazingira ya kutokuwa na uhakika wa usalama. Lakini bado wakaweza kutoa taarifa kwa dunia na kuweza kujua na dunia kuweza kuelewa nini ambacho kimsingi kimekuwa kinaendelea. Of course kwa Israeli wameweza kupiga marufuku baadhi ya mashirika ya kimataifa kuweza kuripoti ndani ya nchi yao. Na hata mwaka jana kwa mfano waliweza kuingia kwenye baadhi ya vyombo vya habari wanajeshi kwenda kuinterfere wanahabari. Kwa hiyo wanaposema kwamba zaidi ya theluthi wamefariki katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan Gaza. Hiyo ni ripoti ya ukweli kabisa, kwa sababu tunafahamu wote hali ya Gaza, yale machafuko ambayo kimsingi yameendelea ile operation. Kwa kweli imechukua watu wengi sana, madaktari, watoto, kina mama, vyo vimeharibika kutazama. Lakini hoja kubwa ni hiyo tasnia ya habari imepoteza watu wake wengi ambao walikuwa wanaripoti kune matukio hayo ukitazama, lakini zaidi sana walikuwa wanaonyesha hali ya halisi. Ripoti ya kamati hiyo iliyotolewa Jumatano imefafanua kuwa zaidi ya 60% ya wanahabari 86 waliuawa katika mashambulizi ya Israeli dhidi ya Palestina wakiripoti katika ukanda wa Gaza. Imeongeza kuwa idadi ya waandishi wa habari waliouawa Ukraine na Sudani iliongezeka mwaka 2025 ikilinganisha na mwaka 2024. Maeneo mengine pia ambayo yametajwa ni Mexico na Ufilipino, India, Bangladesh, Peru, Saudi Arabia pia kumetajwa kuwa na mauaji ya